Tarehe 17 Mei mwaka 2025 imekuwa ni siku ya kihistoria, siku ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu sana mashabiki pamoja na wadau wa soka, sana sana wakiwa ni mashabiki wa Simba, kwa sababu ni siku ambayo wanaenda kutengeneza historia ya wakishuhudia finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kama ambavyo nimekwambia ilikuwa ni siku hii ya leo, na mchezo umemalizika muda huu kwa timu ya RS Berkane kuibuka na ushindi wa bao 2-0 wakiwa nyumbani Morocco, ambapo goli la kwanza kwa upande wa RS Berkane likifungwa na Mamadou Kamara mwenye jezi namba 22 dakika ya 8, lakini goli la pili likifungwa na Osama dakika ya 14. Dakika 20 za mwanzo zilitosha kabisa kuwafanya Simba wapoteze mchezo na kuwafanya RS Berkane waweze kuongoza mchezo huo mpaka dakika ya 90, na kinachosubiriwa kwa sasa ni finali ya pili ambapo itapigwa hapa nyumbani Zanzibar katika dimba la Amani Complex, ambapo ndo finali ya pili ambapo itapigwa tarehe 25 ya mwezi wa 5, mara baada ya CAF kuweza kutangaza kwamba mechi ya pili ama finali ya pili itachezwa kule katika dimba la Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Kinachosubiriwa kwa sasa ni finali hiyo ya pili kama ambavyo nimekuambia, na Simba watahitajika kuwafunga goli zaidi ya 3 RS Berkane ili kujihakikishia kuweza kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho. Yapo maneno mengi yamesemwa mara baada ya mechi hii kuweza kutamatika kwa Simba kupoteza kwa bao 2-0 na RS Berkane kutokea Morocco kuweza kuibuka na ushindi wa bao 2. Maneno mengi yamesemwa ikiwemo wachezaji wa Simba, lakini pia kocha mwenyewe Fadlu. Baadhi ya watu wakisema kwamba kila ambacho kocha Fadlu alikuwa akikizungumza imekuwa ni tofauti na kitu ambacho ameweza kukionyesha pale uwanjani, kwa maana ya kwamba timu nzima, kitu ambacho mashabiki wa Simba walikuwa wakitarajia kwa wachezaji wao imekuwa ni tofauti. Huenda ikawa ni swala la ugeni kwa sababu sio nyumbani kwao na RS Berkane wametumia wenyeji kuweza kuwachapa Simba. Tuendelee kusubiri kwa sababu Simba pia wako na nafasi nyingine ya kucheza nyumbani kwao Zanzibar, japo sio uwanja wao wa nyumbani. Tunafahamu kwamba uwanja wa Simba wa nyumbani ni Benjamin William Mkapa hapa Dar es Salaam, na kama tunavyofahamu ama kauli mbiu ya wana Simba wengi huwa wanaamini kwamba wana kauli mbiu wao inasema kwamba kwa Mkapa hatoki mtu. Ndio matarajio makubwa ambayo yalikuwa yakitazamika. Lakini pia kuhusiana na hiyo issue ya uwanja, viongozi wa Simba walisema kwamba mara baada ya finali hii ya kwanza kuweza kuchezwa ndio taarifa rasmi zitaweza kutoka sasa kwamba finali ya pili itachezwa wapi rasmi, licha ya kwamba tayari CAF walikuwa wameshaandika barua kwa TFF pamoja na klabu ya Simba kwamba finali ya pili itaelekezwa kule Zanzibar kwa sababu ya uwanja wa Taifa ama uwanja wa Benjamin Mkapa kuwa na marekebisho ambayo yanafanyika. Tuendelee kusubiri, labda pengine kuna maajabu yatatokea, kwa sababu hii si mara ya kwanza Simba kupoteza mchezo kwa mabao 2 wakiwa ugenini, lakini nyumbani wakafanya vizuri. Ilitokea hivyo kwenye michuano ya robo finali katika hatua ya kutinga nusu finali, Simba dhidi ya Al Masry, ambapo walifungwa ugenini bao 2, lakini hapa nyumbani wakashinda goli 2 kwa kusawazisha na kufanya aggregate ikawa sawa 2-2. Then baadaye sasa ikaja matokeo ya penalty na Simba kaibuka kwa ushindi wa bao 4-1. Chochote kinawezekana kwa sababu huu ni mpira wa miguu na mpira unadunda. Tuendelee kusubiri. Je, RS Berkane ataifanikiwa kuchukua kombe la shirikisho ama Simba atafanikiwa kulipa kisasi dhidi ya RS Berkane? Tuendelee kusubiri hapa. Pia unaweza kwa drop comment yako kupitia Bobezi TV kutuambia kuhusiana na utabiri wako itakuwaje. Simba atapindua meza ama RS Berkane atabaki kuwa bingwa? Mimi naitwa Genevieve na hino Bobezi TV. Endelea kutufuatilia, like, comment, share, subscribe kama bado hujafanya hivyo ili wa kwanza kuweza kuzipata taarifa.